Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Pastor Benjamin, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Na nimekuletea neno la Bwana. Na kabla sijaenda mbali, tushukuru kwa ajili ya neno. Baba, ni asante kwa sababu ya neno lako. Ninapoenda kuinena, hilo neno ukalifanye mkate wa uzima ndani ya maisha yetu, ikatukomboe kutokana na muovu shetani, ili ukatupe neema zaidi ya kusimama katika njia zako. Na ni katika jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja tena, nimekuletea ujumbe. Leo nataka tuone mambo mawili matatu ambayo yanatuhusu sisi wanadamu, kwa sababu imefika mahali dunia imeharibika na mambo si mazuri, kwa sababu sasa ni wakati ambao si mzuri sana. Ukiangalia sana sasa, mapepo yamejaa sana katika maisha ya wanadamu. Mapepo yamejaa ndani ya miili ya wanadamu, na unashangaa kwa nini mambo kama hayo yanatokezea. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo 6 kinaongea kuhusu nini? Hebu sikiza neno. Mwanzo 6 inasema nini? Mwanzo 6 inasema, ikiwa wanadamu walipoanza kusiti uzoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao mbidi za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliochagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, wanawake wakazaliwa, na wana wa Mungu wakaona wanawake ni wazuri. Wana wa Mungu, kumbuka wana wa Mungu ni malaika, na ujue kuna wengine walioasi ambao wako duniani hii. Wale wanaitwa ni majini, mashetani walioasi mbinguni. Walikuwa ni wana wa Mungu na wakaasi. Sasa wako humu duniani. Ukiangalia katika kizazi cha sasa, mapepo yamejaa sana kwa wanadamu. Makanisani naona watu wanaombewa, wanaanguka, na wengine ni wandada. Acha niongee na nyinyi wandada, kwa sababu nyinyi sana sana ndio mapepo yamewaingilia. Sababu nyinyi ndio sana sana tunaona kwa wingi. Wanaume ni kidogo tu, utaona ni mmoja, lakini wanandada katika watumio utapata ni wanaume wawili, lakini wengine 98 ni wanawake. Kwa nini imefika hicho kiwango? Kwa sababu mapepo yamepata nafasi ndani ya maisha ya mwanadamu. Ndio maana Mungu akasema, sitawahi shindana na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ndio anaweza kuruhusu mashetani kuingia katika maisha yake. Mwanadamu ndio uruhusu mapepo kukaa ndani yake. Ndio maana Mungu akasema, sitawahi kushindana na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ndiye anayeruhusu mapepo kuingia ndani ya maisha yake. Kiona na kile kitabu nimekusomea, wana wa Mungu waliona mambidi ni wazuri, lakini Mungu hapo anasema nini? Sitawahi kushindana na mwanadamu, kwa sababu ni mwanadamu huwa anafungua mlango ili mashetani anaingia ndani ya maisha yake. Na nikiongea sana kuhusu wandada,
kwa sababu ni wengi ndio wako kanisani na ni wengi ndio wako na mapepo. Kwa nini tunaona hizo situation katika maisha ya wanadamu? Kwa sababu mwanadamu ndiye anafungua mlango ili hayo mashetani yanapata nafasi. Kupitia njia gani? Ukiangalia katika kizazi cha sasa, nimekuwa nikihubiri neno la Mungu kila kona kwa kiwango cha chini, na nimekuwa Mungu akinifundisha mambo mengi. Saa zingine nikienda nikipata wanandada ninawahubiria. Wanandada wao ndio wanatumika sana saa hii kupinga injili. Naenda nawaambia habari zenu nzuri, nataka tuongee neno. Wananiambia hapana. Wakati mwingine wanaume kidogo wanaheshimu neno la Mungu, lakini tukija kwa wandada utaona ya kwamba wanadharau neno la Mungu kwa kiwango kikubwa. Na wanapodharau neno la Mungu, wao ndio tunaona makanisani mashetani yako ndani yao kwa wingi. Kumaanisha mwanadamu, uofu wa mwanadamu ambao Mungu alisema hatawahi kushindana mwanadamu, ndio unaosababisha mashetani kupata mwanya katika maisha yake. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukuambia, ikiwa unataka kuokoka, uone wokovu, kitu ya kwanza, Mungu akaangi mahali kuna dhambi. Mungu hawezi kuingia mahali kuna dhambi. Mahali kuna dhambi ni mashetani huwa yanakaa hapo. Nyumba ya dhambi ni nyumba ya mashetani. Na uwezi ukatamani Mungu aingie ndani yako na bado unaendelea kutenda dhambi. Yale yatakaa ndani yako ni mashetani, yataendelea kukaa ndani yako mpaka siku ile utakuwa na uamuzi wa kuachana na dhambi. Dhambi, watu wanafikiria dhambi ni usherati, lakini kiburi ambacho nimekiona nikihubiri injili kwa wanandada. Wanandada sasa hivi wako na kiburi kingi sana ambacho hakijaonekana. Na hicho kiburi ni milango ya mashetani kuingia ndani ya maisha yako. Hii kukataa neno la Mungu ni mlango wa shetani kuingia katika maisha yako. Usiende kanisani kwa sababu unataka miujiza tu. Miujiza haitafanya shetani akuachilie. Miujiza ni kwa sababu watu wamjue Mungu, watu wajue kwamba Mungu ako na nguvu. Lakini miujiza haitasababisha shetani akuondokee. Kile kitasababisha shetani akaenda mbali na wewe ni kuachana na dhambi na kusimama kwa njia za Mungu. Kuondokea kiburi, kusimama katika njia za Mungu. Hata ukiombewa mara 100 na bado uko kwa dhambi, mapepo hayawezi kukuondokea. Kwa sababu ya nini? Dhambi ni covenant ya shetani na mwanadamu. Ndio maana Mungu anasema iweni watakatifu maana mimi ni mtakatifu. Ukiona mtu aliyekuwa birikani, Yesu akamwambia, alimwambiaje? Enda na usitende dhambi, kwa sababu dhambi ni covenant ya mashetani na mwanadamu. Ukitaka mashetani ya kuondokee, wachana na dhambi. Na Mungu hawezi kukukomboa kama wewe mwenyewe haujatoa ukombozi ndani ya moyo wako. Wewe ndio unayejikomboa wa kwanza kwa kukataa dhambi ambazo zinakuzunguka. Kwa sababu dhambi ukiwa iko ndani yako na unataka shetani akuondokee, tayari ujue uko na covenant ya shetani, na shetani hawezi kukuachilia mpaka ile covenant uifunje. Na kufunja covenant ya shetani ni kukataa dhambi, ili naye Mungu apate nafasi ndani ya maisha yako, kombolewe na uokoke. Mbinguni hakutaingia watu ambao wako na mapepo ndani yao. Nataka nikuambie, mbinguni hakutaingia watu ambao wako na mapepo.
kwa sababu kuwa na mapepo ndani yako ni ina maana ya kwamba wewe ni mwenye dhambi, na mbinguni hakutaingia wenye dhambi. Huo ujumbe ni wako, upokee na Mungu aweze kukusaidia ili utoke katika hicho kifungo cha shetani. Barikiwa sana na Mungu akupe neema zaidi. Amen.